Ukifikiria kuhusu ugaidi duniani, wengi wanaweza kudhani ni huko Mashariki ya Kati, lakini ukweli ni kwamba ni eneo hili, ukanda wa Sahel. Na tukiutaja ukanda wa Sahel, tunazungumzia nchi hizi tatu: Mali, Burkina Faso na Niger, ambako magaidi waliwaua zaidi ya watu 1800 mwaka wa 2025. Hiyo ikiwa ni theluthi moja ya watu wote waliouawa kutokana na matukio ya ugaidi duniani kote. Imekuwaje hadi hali kuwa mbaya kiasi hiki? Ili kujibu hili, lazima turudi nyuma hadi mwaka 2012 wakati waasi wa Tuareg walipoanzisha uasi nchini Mali. Watuareg ni kabila ambalo limeenea katika nchi kadhaa kaskazini mwa Afrika, na mara zote kabila hili limekuwa likihisi kupuuzwa sana na mamlaka huko Bamako, na ndipo wakaamua kuchukua silaha. Fighting alongside them from the start were groups that defined themselves as jihadists, and they built local support by marrying into northern families, by running trafficking routes and providing basic services when the Malian state had long since vanished. Mnamo mwaka 2015 waasi wa Tuareg walisaini makubaliano ya amani na serikali ya Mali, lakini waliendelea kupigana, na kundi moja limefanikiwa sana, kundi linalounga mkono Uislamu na Waislamu ambalo kwa kifupi linajulikana kama JNIM. Waliahidi kulitii kundi la kigaidi la Al-Qaeda, na shughuli zake zilienea kwa haraka kutoka Mali hadi nchi jirani. Mojawapo ya mashambulizi makubwa zaidi walioyafanya ni la nchini Burkina Faso, wakati walipowaua hadi raia 600 katika kijiji kimoja. This is something that I'm noticing more and more, is that armed forces don't know what is going on across the border. And this is a huge problem for an insurgency that is mobile, that is transnational. Si wanajeshi wa Ufaransa wala wale wa ujumbe wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa ambao wameweza kuwazuia JNIM na makundi mengine ya Kiislamu katika eneo hilo. Watawala wa kijeshi nchini Mali, Burkina Faso na Niger wamewaajiri mamluki wa Urusi ili kusaidia kuwasaka wanamgambo wa jihadi, lakini hilo halijapunguza kasi ya mauaji ya raia. Katika miaka miwili iliyopita, wanajeshi wa Mali na mamluki wa Urusi wamewaua raia mara 3 hadi 4 zaidi kuliko waliouliwa na wanamgambo wa jihadi. Ukatili huu unaofadhiliwa na serikali unaofanya watu wengi zaidi kujiunga na jihadi. Mnamo Aprili mwaka 2026, waasi wa Tuareg walijiunga tena na mamluki. Waliteka mji muhimu wa kimkakati wa Kidal kaskazini mwa Mali na kushambulia maeneo muhimu karibu na mji mkuu Bamako, hata kumuua waziri wa ulinzi wa Mali. Lakini je, JNIM wanaweza kuteka hata miji mikuu kama Bamako na kutawala nchi nzima? JNIM know where there is approval or at least coercion that they can manage across Mali. But in Bamako, this support is unimaginable. Lakini madhali watawala wa Mali, Niger na Burkina Faso hawashughulikii malalamiko ya wakazi wa vijijini na kuzuia unyanyasaji unaofanywa na majeshi yao na washirika wao wa Urusi, JNIM na vikundi vingine vidogo havioni shida kuajiri wapiganaji zaidi, na hiyo inamaanisha kuwa vitisho vitaongezeka kila uchao.